Sasa kama mahakama ilishatoa maelekezo kwamba dhamana ya Kombo iko wazi na ilitoa masharti, jambo lingine lolote ambalo lilipaswa kufanyika ni la kuiomba mahakama iondoe oda yake ile, kitu ambacho hakijafanyika. Na wao walichokifanya wamefile kitu kinachoitwa kiapo cha RCO kuomba Kombo asipewe dhamana. Huo sio utaratibu wa kisheria, na tumemwambia mheshimiwa kwamba hicho kilichofanyika kutupangia tarehe ya kuja kusikiliza hicho kinachoitwa maombi, kwa sababu kwanza hayako hayo maombi rasmi, zaidi ya kwamba kesi hii ya jinai iliyopo ndio ile ile. Kwa hicho kiapo kiwezi kumfanya Kombo ambaye ameendelea kushikiliwa zaidi ya siku 43 kinyume na sheria, kiapo hichi cha RCO tena kifanye Kombo aendelee kuwepo ndani. Kwa tukamweleza hiyo hoja mheshimiwa. Lakini jambo lingine tukamwambia mheshimiwa, dhamana ni haki ya mahakama, ndio chombo chenye haki ya kutoa dhamana, na masharti ya dhamana yanatolewa na Kombo. Kwa hiyo tu hawezi kuamka RCO huko aliko akasema Kombo nimefaili kiapo na hakuna sheria. Hawajasema hata pia haya wanayofanya ni kwa mujibu wa sheria ipi, lakini ni masikitiko yetu kwamba hata mahakama imeshindwa kulinda haki za Kombo kwa kuto kukubaliana na hichi ambacho kimefanywa na upande wa jamhuri. Kwa hiyo mara baada ya hivyo mahakama imetoa maelekezo kwamba sisi tujibu kiapo kinzani kabla ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu, na tutafanya usikilizwaji wa maombi ya kwamba mahakama inampa dhamana au haimpi dhamana Kombo Mbwana hiyo tarehe 12 mwezi wa 8, ambapo sisi tutafaili kiapo chetu kinzani kwa maelekezo ya mahakama, halafu baadaye tutakuja kusikiliza hayo maombi. Kwa kifupi ni kwamba Kombo Mbwana ambaye anashitakiwa kwa makosa ambayo mahakama yenyewe ilisema kwamba yana dhamana na ikatoa masharti ya dhamana, leo kwa kiapo cha mtu anaitwa RCO, Kombo ameenda tena gerezani kuendelea kukaa siku zaidi ya 43 tena kuwa kizuizini kwa kinachoitwa maelekezo au kiapo cha RCO, na ambacho kwa kweli mahakama kwa hatua ya leo imekibariki kwamba haitampa dhamana na imeondoa uamuzi wake au maelekezo yake iliyoyatoa tarehe 16 mwezi wa 7. Kwa hiyo nafikiri kilichotokea leo pia kinatusaidia kuelewa ni kwa nini mahakama ilikuwa inatoa maelekezo ya kwamba Kombo aletwe adhaminiwe na mambo hayo yalikuwa hayatekelezwi, yametusaidia kuelewa. Kwa hiyo hayo yote ni mambo ya kisheria, na kuhusu kilichotokea mahakamani sisi kama mawakili nimesema tutachukua utaratibu wa kisheria wa kilichotokea mahakamani, tutachukua hatua za kisheria ili mradi tu haki za Kombo zipatikane. Lakini yote kwa yote sisi tunaamini Kombo atakuwepo mtaani siku sio nyingi, kwa sababu haya yote yana mwisho, na tunaona hao wenye nia ya kuendelea kumshikilia Kombo hiyo nia itafika tu mwisho, kwa sababu sheria ziko wazi na taratibu za kisheria ziko wazi kwa hatua ya sasa.